Tunaendelea na ratiba yetu sasa. Katibu. Hoja za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Waheshimiwa wabunge, sasa nimwite Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo aje awasilishe hoja ya wizara yake. Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa hapa bungeni na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria ambayo imechambua mpango na bajeti ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, naomba kutoa hoja kwamba sasa bunge lako likubali kupokea, kujadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji fungu 11, Ofisi ya Msajili wa Hazina fungu la 7 na Tume ya Taifa ya Mipango fungu namba 66 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, awali yote tumeaswa kwa kila tunapopata nafasi hatuna budi ya kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu ambao wameleta tofauti katika maisha yetu. Ninamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema, baraka na fadhili zake kwangu ili niwezesha kusimama hapa mbele kuwasilisha hotuba hii. Mheshimiwa Spika, ninapenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuniamini kuwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, nafasi ambayo leo imenipa fursa ya kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha hotuba hii ya Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, ambayo ni hotuba ya mwisho kwa bunge hili la 12. Ninamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa utulivu na hekima za uongozi wake ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia, pamoja na juhudi zake za dhati alizoziweka katika kuendeleza nchi yetu ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea. Kipekee na kwa muktadha wa majukumu ya ofisi yangu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuimarisha diplomasia ya uchumi iliyochochea kuongezeka kwa mashirikiano baina ya nchi yetu na nchi mbalimbali duniani, kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuitangaza nchi yetu kuwa kivutio na mahala salama kwa uwekezaji. Mheshimiwa Spika, pia napenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendelea kutekeleza majukumu yake vyema, lakini kwa kipekee tumshukuru kwa jinsi ambavyo ametusaidia sana katika zoezi la maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo, ambaye alikuwa ni wa kwanza kuzindua kongamano la kwanza la Dira ya Taifa ya Maendeleo. Mheshimiwa Spika, pia ninamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wake makini na jitihada za kubwa ambazo anafanya katika kuendeleza Zanzibar. Kipekee tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Mwinyi kwa kuwa yeye ndio aliyezindua rasimu ya kwanza ya dira mwezi Disemba pale Zanzibar. Mheshimiwa Spika, ninapenda pia kuwapongeza na kuwashukuru Waheshimiwa Kassim Majaliwa, Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza majukumu yake ya kuendesha nchi yetu. Kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, amekuwa nasi katika mwaka huu, alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya uongozi ya maandalizi ya dira na ametuongoza vizuri sana katika jukumu hilo. Mheshimiwa Spika, nami niungane na mawaziri wenzangu walionitangulia kukushukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Spika wa bunge letu kwa kuendelea kuliongeza bunge hili vizuri sana, bunge la 12. Uongozi wako makini, umahiri wako katika kujua masuala mapana ya kibunge hapa nchini na duniani, kwa jinsi ambavyo unapenda kutenda haki kwa wabunge wote bila kujali hali na nafasi zao, na upendo wako kwa wabunge wenzako ni mambo ambayo yataacha alama ya kudumu ya uongozi katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, hakuna shaka kwamba bunge hili linakuhitaji, wabunge hawa wanakuhitaji, Watanzania wanakuhitaji, dunia inakuhitaji,
Na muhimu zaidi, wananchi wa jimbo la Mbeya mjini wanakuhitaji sana. Tunakuombea na kukutakia kila la heri katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mheshimiwa Spika, ninawashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge la Utawala, Katiba na Sheria chini ya uongozi mahiri na imara wa mwenyekiti wake Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama, mbunge wa jimbo la Madaba ambaye pia ni mwenyekiti wa bunge, na makamu wake Mheshimiwa Florence Laurent Kiombo, mbunge wa jimbo la Nkenge, kwa ushirikiano, maelekezo, maoni na ushauri mzuri waliotoa wakati wa kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti na bajeti ya mwaka 2025-26 2024-25 na mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-26 ya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Niwahakikishie wajumbe hawa kuwa ushauri na maelekezo yao yamezingatiwa kikamilifu na yamekuwa msingi muhimu katika kuandaa hotuba hii. Mheshimiwa Spika, kamati hii ni kamati imara sana na wajumbe wake ni watu muhimu, na tunaombea sana wananchi katika majimbo yao wawarudishe katika bunge lijalo la 13 la Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, baada ya salamu hizo, naomba sasa nilete mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka 2024-25. Mheshimiwa Spika, jukumu la msingi la ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ni kutunga, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa sera na mikakati kuhusu mipango ya maendeleo ya nchi yetu, kuhamasisha na kuwezesha uwekezaji na kuratibu utekelezaji wa mikakati ya serikali ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Katika kutekeleza majukumu haya, ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji inaratibu na kusimamia taasisi 4 za serikali ambazo ni Tume ya Taifa ya Mipango, Ofisi ya Msajili wa Hazina, Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC na Mamlaka ya Uzalishaji ya Mauzo ya Nje yani EPZA. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza majukumu yake kwa mwaka 2024-25, bunge lako tukufu lilidhihirisha ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji bajeti ya shilingi bilioni 121.33 kwa mgawanyo wa shilingi bilioni 100.25 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 21.08 kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo. Matumizi ya kawaida yanajumuisha shilingi bilioni 82.36 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 17.89 kwa ajili ya mishahara. Aidha, matumizi ya miradi ya maendeleo yanajumuisha shilingi bilioni 15.59 fedha za ndani na shilingi bilioni 5.49 fedha za nje. Mheshimiwa Spika, hata hivyo, baada ya mapitio ya bajeti ya nusu mwaka, bajeti ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji iliongezeka kwa njia ya uhamisho kati ya mafungu na kufikia shilingi bilioni 275.03. Kati ya fedha hizi, shilingi bilioni 253.74 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 21.29 ni kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 24 hadi Februari 2025, mafungu matatu ya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji yamepokea na kutumia shilingi bilioni 171.47 sawa na asilimia 62.35 ya bajeti iliyoidhinishwa na bunge lako. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia mpango na bajeti ya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ya mwaka 2024-25, kazi zifuatazo zilitekelezwa. Mosi, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, ofisi ya Msajili wa Hazina ilifanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 664.53 ikiwa ni maduhuli yanayotokana na gawio, michango ya 15% ya mapato ghafi ya taasisi zinazochangia, mapato yanayotokana na uendeshaji wa mfumo wa usimamizi wa mawasiliano ya simu Tanzania, rejesho la riba na mikopo, ziada na malipo mengineyo. Hii ni sawa na 86% ya lengo la kukusanya shilingi bilioni 786.58 kwa kipindi kinachorejewa na 60% ya lengo la kukusanya la mwaka la kukusanya shilingi trilioni 1.113. Pili, kuendelea kuratibu maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo. Maandalizi haya, Mheshimiwa Spika, yapo katika hatua ya mwisho ambapo rasimu ya dira 2050 inafanyiwa kazi katika ngazi ya maamuzi ndani ya serikali kabla ya kuwasilishwa bungeni kwa hatua zaidi. Tatu, kuratibu maandalizi ya kuandaa mpango elekezi wa muda mrefu ya long term perspective plan LTPP. Sambamba na maandalizi ya dira 2050, Tume ya Taifa ya Mipango inaendelea na maandalizi ya mpango elekezi wa muda mrefu. Mpango huu ndio utakuwa mkakati mama wa utekelezaji wa dira 2050
utakaotumika kama mwongozo wa maandalizi ya mipango ya taifa ya miaka 5 na mipango ya maendeleo ya taifa ya kila mwaka. 4. Kuendelea kuratibu mikakati ya serikali ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Katika mwaka 2024-2025 serikali iliendelea na utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ni mkumbi unaolenga kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini kwa kuondoa changamoto mbalimbali katika taratibu za uwekezaji na ufanyaji biashara. 5. Kuendelea kuhamasisha na kuwezesha uwekezaji nchini unaoratibiwa na kituo cha uwekezaji, mamlaka ya EPZ na taasisi zingine za serikali. Mheshimiwa Spika, mafanikio katika sekta ya uwekezaji hupimwa kwa kuzingatia vigezo vikubwa vitatu. Vigezo hizi ni idadi ya miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa, idadi ya ajira zinazozalishwa katika kupitia miradi hiyo na mtaji uliovutiwa kutokana na miradi hiyo. Majukumu ya kuhamasisha, kuwezesha na kuratibu utekelezaji wa miradi ya uwekezaji nchini hufanywa na kusimamiwa na taasisi mbili, yani TIC na EPZ pamoja na taasisi zingine za serikali. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Kituo cha Uwekezaji Tanzania kilisajili jumla ya miradi mipya 691 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 7.997 na ambayo ilitarajiwa kuzalisha ajira mpya 298,257. Hii ni sawa na ongezeko la 35.8 ukilinganisha na miradi iliyosajiliwa mwaka 2023-24 ikiwa na thamani ya dola za Kimarekani bilioni 5.8. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa awamu ya 6, idadi ya miradi iliyosajiliwa na TIC imeongezeka kutoka miradi 256 kwa mwaka yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 3.749 mwaka 2021 hadi kufikia miradi 901 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 9.313 mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, sekta 5 zinazoongoza kusajili miradi mingi ya uwekezaji ni uzalishaji viwandani 42%, usafirishaji 15.3%, ujenzi wa majengo ya biashara 10.1%, utalii 8.4% na kilimo 7.3%. Mheshimiwa Spika, mafanikio yamepatikana pia katika uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi, yani special economic zones, ambapo ratibiwa na mamlaka ya EPZ. Katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, jumla miradi 45 imesajiliwa katika maeneo mbalimbali nchini kupitia leseni za EPZ na SEZ. Miradi hiyo imevutia mitaji ya jumla ya dola za Kimarekani bilioni 1.172 na kuongeza ukuaji wa mauzo ya bidhaa zinazozalishwa Tanzania nje ya nchi yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 307.64 na kuzalisha ajira zipatazo 20,674. Mheshimiwa Spika, rekodi zinaonyesha kuwa kabla ya sasa idadi kubwa ya miradi ya uwekezaji ilisajiliwa mwaka 2013 na kabla ya sasa mwaka 2013 ndio mwaka uliokuwa unajulikana kuwa ni mwaka bora kwa uwekezaji nchini, ikiwa imesajili miradi 885. Hata hivyo, mwaka 2024 TIC ilisajili miradi 901 na hivyo kuvunja rekodi ya miradi iliyosajiliwa katika kipindi cha miaka 29. Kwa sababu hii, tunaweza kutangaza mwaka 2024 sasa kuwa mwaka bora zaidi katika sekta ya uwekezaji Tanzania tangu Tanzania ianze kusajili miradi ya uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, kwa tathmini iliyofanywa na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, mafanikio katika sekta ya uwekezaji yamechangiwa na sababu 5 zifuatazo. Kwanza, kuendelea kuimarisha mifumo ya kisera na kisheria katika kuwezesha na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Kwa mfano, katika kipindi cha bunge la 12, sheria ya uwekezaji imeshafanyiwa mabadiliko mara 2. Pili, maono, hamasa na ushawishi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa makampuni aliyofanya kwa makampuni mbalimbali ya kimataifa kuja kuwekeza nchini kupitia ziara na mikutano mbalimbali aliyoifanya nje na ndani ya nchi. 3, kampeni kubwa ya kitaifa ya kuhamasisha uwekezaji nchini iliyofanyika mwaka 2023 kwa ushirikiano mkubwa kati ya TIC, taasisi ya sekta binafsi pamoja na vyombo vya habari. Jumla ya wafanyabiashara 1800 walifikiwa kupitia kampeni hii katika mikoa 26 ya Tanzania bara. Kampeni hii imeweza kuongeza idadi ya miradi iliyosajiliwa TIC na Watanzania na kubadilisha taswira ya TIC kwamba sio taasisi
ya kusajili miradi ya uwekezaji kutoka nje pekee, lakini taasisi ya Tanzania. 4. Kuendelea kuimarisha na kuboresha huduma kwa wawekezaji katika kituo cha uwekezaji Tanzania, ambapo sasa kuna taasisi 14 zinazotoa huduma katika kituo cha pamoja. Na 5, viongozi katika sekretari za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa, hususan wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kuendelea kuhamasisha shughuli za uchumi na uwekezaji katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, mafanikio tunayotaja katika sekta ya uwekezaji sio tarakimu tu katika kompyuta na makaratasi. Mafanikio haya ni miradi halisi inayoendelea kutekelezwa katika mikoa mbalimbali na ambayo inagusa maisha ya wananchi moja kwa moja, kuchangia ukuaji wa uchumi, kutengeneza ajira na kuzalisha kodi za serikali. Katika kuonyesha hili, ninaomba kutaja baadhi ya miradi ya uwekezaji kama kielelezo cha kuhalisia miradi ya uwekezaji ya kimkakati iliyoanzishwa katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, yani mwaka 2021 hadi 2024. Mosi, mradi wa kutengeneza vioo vya ujenzi wa kampuni ya Keda Ceramics Company Limited uliopo Mkuranga mkoani Pwani. Mradi huu, Mheshimiwa Spika, unazalisha vioo vya ujenzi na 80% ya vioo hivi huuzwa nje ya nchi, na hivyo kuchangia upatikanaji wa fedha za kigeni na kupunguza uagizaji wa bidhaa hizo kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, kampuni hii imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 620 na kuajiri watu 1043. Pili, mradi wa kuzalisha mabati wa kampuni ya Lodhea Industries uliopo wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani, unaozalisha jumla ya tani milioni 1.2 kwa mwaka, ukilinganisha na mahitaji ya ndani ambayo ni takriban tani 600,000 kwa mwaka, na hivyo kuchangia mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi. Kampuni hii imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 52 na kuajiri watu 2200. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kwa sasa mahitaji ya mabati nchi nzima ni mabati 600,000 tani. Tunazalisha kwa kampuni moja tu, tunazalisha tani milioni 1.2. Kwa hivyo sasa nchi yetu haina sababu ya kuagiza mabati kutoka nje, tunajitosheleza kwa kiasi kikubwa. 3, mradi wa kuzalisha mabati wa kampuni ya King Leon Steel Mill uliopo Kibaha Pwani, ambao unawezesha upatikanaji wa mali ghafi kwa ajili ya viwanda vingine vya mabati na upatikanaji wa fedha za kigeni kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, kabla ya mradi huu tulikuwa hatuna mali ghafi ya kuzalisha mabati nchini, ilibidi kuagiza kutoka nje. Kwa mradi huu sasa ambao umewekezwa dola za Kimarekani milioni 42, sasa hatuhitaji kuagiza mali ghafi kutoka nje ya kwa ajili ya kutengeneza mabati, na mradi Mheshimiwa Spika umeajiri watu 2000. 4, mradi wa kongana ya viwanda wa kampuni ya Sinotan Industrial Park uliopo Kikwala mkoani Pwani kule Kibaha. Mradi una lengo la kuvutia viwanda vikubwa na vya kati 200 na viwanda vidogo 300. Kampuni hii inatarajia kuwekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 327, na mradi unatarajiwa kuajiri watu 100,000 utakapokamilika katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Hadi sasa kampuni imeshawekeza dola za Kimarekani milioni 36 na kuajiri watu 651. 5, mradi wa kuzalisha saruji wa kampuni ya Maweni Limestone Limited uliopo Tanga kwa ajili ya uzalishaji wa saruji. Kampuni imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 170 na kuajiri watu 904. 6, mradi wa kuzalisha vinywaji vya kileo wa kampuni ya Mati Super Brands uliopo Manyara pale Babati. Kampuni hii imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 2.64 na kuajiri watu 269. 7, mradi wa kuzalisha vifaa vya ujenzi wa kampuni ya Ziwa Steel and Wire Product Limited uliopo jijini Mwanza, ambapo wakazi wa Mwanza na mikoa jirani sasa wamehakikisha upatikanaji wa vifaa vya ujenzi kwa bei nafuu. Kabla hapo, Mheshimiwa Spika, wakazi wa Ziwa Victoria walazimika kuagiza vifaa vya ujenzi kutoka Dar es Salaam. Kwa sasa kwa kampuni sasa wanapata vifaa hivi ndani ya mkoa wa Mwanza, na kampuni hii imewekeza jumla dola za Marekani milioni 3.4 na kuajiri watu 508. 8, mradi wa uzalishaji wa vinywaji baridi wa kampuni ya A1 Products and Bottlers Limited uliopo jijini Mbeya. Kampuni hii imewekeza jumla dola za Marekani milioni 30 na kuajiri watu 150. 9, mradi wa kuzalisha vinywaji baridi wa kampuni ya Dew Drop Drinks Company Limited uliopo mkoani Rukwa. Kampuni hii imewekeza jumla dola za Marekani milioni 20 na kuajiri watu 150. Na 10,
mradi wa kilimo cha parachichi, ufungashaji na uchakachaji wa mafuta ya parachichi wa kampuni ya Avo Africa Teas Limited uliopo mkoani Njombe, ambao umehakikisha upatikanaji wa soko la uhakika kwa ulima wa parachichi katika mkoa huu na mkoa jirani, upatikanaji wa bidhaa za mafuta na upatikanaji wa fedha za kigeni. Kampuni imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 4.8 na kuajiri watu 650. Mheshimiwa Spika, kabla ya uwekezaji huu kule Njombe, Iringa, maparachichi yalikuwa yanatupwa na wakulima walikuwa wanalalamika, wananunua kilo moja kwa shilingi 100. Kwa sasa kuna furaha kubwa kwa wakulima kina mama kule, kiwanda kinanunua parachichi yote. Sasa bei imepanda kutoka kilo moja shilingi 100 hadi shilingi 900. Mradi muhimu sana na wananchi wamepokea vizuri. Nimetaja miradi Mheshimiwa Spika kama kielelezo kwamba tunapozungumzia mafanikio katika sekta ya uwekezaji, mafanikio ambayo Mheshimiwa Rais anahimiza uwekezaji kuja, mafanikio haya sio ya kwenye makaratasi, ni hali halisi ambayo ipo kwa wananchi na wananchi wetu wanafaidika nayo. Mheshimiwa Spika, kazi zingine ambazo zilifanywa katika mwaka 2024-2025 ni pamoja na kufanya tathmini ya thamani ya uwekezaji na athari za miradi ya kielelezo na mikakati katika kuendelea na kukuza uchumi, kukamilisha uandaji wa sera mpya ya uwekezaji na mkakati wa utekelezaji, kukamilisha uunganishaji kituo cha uwekezaji Tanzania TIC na mamlaka ya maeneo ya uzalishaji ya mauzo nje yani EPZA, kujenga uwezo wa sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa katika kusimamia utekelezaji wa sera na miongozo ya uwekezaji wa sekta binafsi, uendelezaji wa miradi ya kitaifa ya kielelezo ikiwemo maeneo maalum ya kiuchumi. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imeendelea kuratibu na kusimamia utekelezaji wa mikakati ya serikali katika kuendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini. Katika kupima hatua zilizopigwa katika kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara nchini, Tanzania ilishiriki katika utafiti wa urahisi wa ufanyaji biashara na uwekezaji uliofanya na Benki ya Dunia, ambao kwa sasa unatambulika kama Business Ready, ukichukua nafasi ya Ease of Doing Business. Katika taarifa ya utafiti huu ya mwaka 2024 iliyohusisha nchi 50 duniani, tathmini katika bara la Afrika, utendaji wa Tanzania katika taarifa hii ya mwaka 2024 ikiwa na maeneo matatu. Katika eneo la uboreshaji wa mifumo ya kisheria, Tanzania ilishika nafasi namba 7 ikipata alama 65 katika nchi 50, na katika eneo la huduma za umma Tanzania ilishika nafasi ya 4 ikiwa na alama 51.56, na katika eneo la ufanisi wa uendeshaji wa biashara ni operation efficiency, Tanzania ilishika nafasi ya 7 ikiwa na alama 62.15. Mheshimiwa Spika, serikali kwa kushirika sekta binafsi tumejipanga kuendelea kufanya vizuri zaidi katika awamu ya pili ya utafiti huo unaotarajia kufanyika baadaye mwaka huu. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia ofisi ya msajili wa hazina imeendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuimarisha mifumo ya usimamizi na tathmini ya utendaji wa taasisi za mashirika ya umma, kampuni tanzu na makampuni ambazo serikali ni mbia pamoja na mashirika yaliyobinafsishwa. Katika kutekeleza jukumu hili, ofisi ya msajili itekeleza majukumu ilichukua hatua zifuatazo. Kwanza, kukamilisha tathmini ya utekelezaji wa mikataba ya utendaji kazi ambayo iliingiwa mwaka 2022-2023 ya taasisi na mashirika ya umma. Hadi Machi 2025, tathmini imefanyika kwenye taasisi na mashirika ya umma 34 kati ya 50 yaliyopangwa kufanyika, sawa na ufanisi wa 68%. Maandalizi ya kufanya tathmini kwa taasisi za mashirika ya umma 16 aliyosalia yanaendelea. Pili, kufanya ukaguzi wa kimanagement katika taasisi na mashirika ya umma 36, sawa na 72 ya lengo la kukagua mashirika 50. Tatu, kuendelea na ujenzi wa dashboard yenye lengo la kuboresha usimamizi katika uendelezaji wa wakala za serikali, taasisi na mashirika ya umma. 4, kuandaa taarifa fedha mwaka 2023-2024 na kuiwasilisha kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mujibu wa sheria. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa uwekezaji wa serikali katika taasisi za mashirika ya umma 253 yanayomilikiwa na serikali kama mbia mkuu pamoja na kampuni 56 ambao serikali inamiliki hisa chache umeongezeka kwa asilimia 15.35 kutoka shilingi trilioni 75.79 katika mwaka wa fedha 2022-2023 hadi kufikia shilingi trilioni 86.29 katika mwaka 2023-2024. Ongezeko hilo limetokana na kuongezeka kwa idadi ya taasisi na mashirika ya umma pamoja na ongezeko la thamani ya mizania
ya kampuni ikiwepo benki ya NMB, benki ya NBC, Kilombero Sugar, TPC na Airtel Tanzania Limited PLC. 5, kuwezesha upatikanaji wa mikopo kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo wa taasisi za umma ikiwemo Shirika la Nyumba Tanzania ambao lilipatiwa mkopo wa shilingi bilioni 229.33, Chuo cha Uhasibu Arusha shilingi bilioni 8, Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA shilingi bilioni 27.58, Mamlaka ya Hifadhi ya Eneo la Ngorongoro shilingi bilioni 266.68, na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mtwara shilingi bilioni 1.22. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza kazi ambazo zilifanyika kwa mwaka 2024-25 na mafanikio yake, sasa ninaomba kuwasilisha mapendekezo ya mpango na bajeti ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji inaratibu kusimamia utekelezaji wa majukumu na vipaumbele katika mafungu matatu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, maeneo ya vipaumbele ambayo kwa fungu namba 11 maeneo ya vipaumbele ni kama ifuatavyo. Mosi, kukamilisha mchakato wa kuunganisha taasisi ya TIC na IPZA na kuunda taasisi ya TISEZA, yani Tanzania Investment and Special Economic Zones, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa sheria ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi ya mwaka 2025 ambalo bunge lako lilipitisha katika mkutano uliopita. Pili, kuendelea kuratibu maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo, mpango wa taifa wa maendeleo ya miaka 5 kwa kuzingatia dira mpya ya maendeleo mwaka 2050 na mpango wa maendeleo mwaka kwa mujibu wa mwongozo wa dira ya maendeleo wa mwaka 2025. Tatu, kuratibu ushiriki wa nchi na kusimamia majadiliano ya mikataba ya kimataifa ya uwekezaji baina ya nchi katika ngazi za kikanda na kimataifa. 4, kuratibu na kusimamia uwekezaji katika kanda maalum za kiuchumi na kongani za viwanda, kuratibu na kusimamia uwekezaji wa umma, kuratibu uhamasishaji na uwezeshaji na wawekezaji wa sekta ya binafsi. 7, kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. 8, kuendelea kuboresha mazingira ya kufanyia kazi. Na 9, kuandaa mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, vipaumbele vilivyopangwa kutekelezwa na Tume ya Taifa ya Mipango fungu namba 66 ni kama ifuatavyo: kukamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 na mpango elekezi wa muda mrefu pamoja na nyenzo muhimu za utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 na kutoa elimu kwa umma. Pili, kukamilisha maandalizi ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26. Tatu, kuanza maandalizi ya mpango wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, yani mwaka 2026-27 hadi mwaka 2031-32. 4, kufanya tathmini ya matokeo ya miradi ya kielelezo na kimkakati katika kuendelea na kukuza uchumi. 5, kufanya utambuzi wa maeneo muhimu ya vipaumbele vya kitaifa yenye matokeo makubwa ili kuianisha na matumizi yenye tija rasilimali za nchi. 6, kuwezesha ushiriki wa sekta binafsi na kutoa miongozo ya mashirikiano kwa ajili ya kufanikisha upangaji na utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa. Na 7, kuendelea kuimarisha utendaji kazi wa taasisi kupitia mifumo ya tehama na kuwajengea uwezo wa watumishi katika kusimamia uchumi, upangaji na utekelezaji wa mipango. Mheshimiwa Spika, vipaumbele vilivyopangwa kutekelezwa na Ofisi ya Msajili wa Hazina fungu namba 7 ni kama ifuatavyo. Mosi, kukusanya mapato ya serikali yasiyo kikodi kutoka taasisi na mashirika ya umma. Katika mwaka wa fedha 2025-26, Ofisi ya Msajili wa Hazina fungu namba 7 imepangiwa kukusanya na kuchangia kwenye mfuko mkuu wa serikali jumla shilingi trilioni 1.56 kutoka vyanzo mbalimbali vya mapato yasiyo kikodi kupitia gawio, michango ya 15% ya mapato ghafi, mapato kwa mfumo wa usimamizi wa mawasiliano ya simu, rejesho la riba na mikopo, ziara na mapato mengineyo. Pili, kukamilisha na kuanza utekelezaji wa mpango wa muda mrefu wa Ofisi ya Msajili ya Hazina. 3, kuendelea kufanya ufuatiliaji na tathmini ya mali za serikali zilizo chini ya Ofisi ya Msajili wa Hazina pamoja na zilizobinafsishwa ikiwemo mashamba, viwanda na viwanja. 4, kuendelea kuimarisha mifumo ya tehama ili kuongeza ufanisi wa Ofisi ya Msajili wa Hazina katika ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kikodi. 5, kuimarisha usimamizi na tathmini ya utendaji wa taasisi na mashirika ya umma, kampuni tanzu na kampuni ambazo serikali ni mbia. Na 6, kuendelea kujenga uwezo wa watumishi wa Ofisi ya Msajili wa Hazina
ili kuimarisha utendaji kazi. Mheshimiwa Spika, taasisi mpya ya TISEZA inayotarajia kuanza rasmi majukumu yake tarehe 1 Julai mwaka 2025 ikiwa ni matokeo ya kuunganishwa kwa mamlaka ya maeneo ya uzalishaji kwa mauzo ya nje EPZ na kituo cha uwekezaji TIC, imepangiwa kutekeleza vipaumbele vifuatavyo. Mosi, kuzindua na kutangaza mradi wa Bagamoyo Special Economic Zone kwa uwekezaji wa ndani na nje ya nchi, kuania kuendeleza mradi huu kwa njia mbalimbali ikiwepo ubia na sekta binafsi kwa kufuata mpango uliorejewa. Pili, kubaini bidhaa na kutumia huduma za soko la mitaji kupata fedha za kuendeleza miradi ya maeneo maalum ya kiuchumi. Tatu, kuimarisha utoaji wa huduma kwa wawekezaji kwenye maeneo maalum ya kiuchumi kupitia dirisha la huduma mahala pamoja kwa kutumia mfumo wa kidijitali. Nne, kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi katika maeneo ya viwanda vilivyokabidhiwa kwa mamlaka na msajili wa hazina. Tano, kuendeleza maeneo maalum ya kiuchumi kwa kushirikiana na TAMISEMI, sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Sita, kutoa elimu kwa umma, kufanya utafiti, ufadhili na tathmini ya miradi iliyopewa leseni na mamlaka. Saba, kuratibu uanzishwaji na uendelezaji wa miradi mikubwa ya uwekezaji yenye manufaa mapana kwa taifa. 8, kuboresha mifumo ya kusajili na kuhudumia wawekezaji. 9, kufanya tafiti mbalimbali zinazolenga kutoa majawabu, kuwezesha kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuibua fursa mpya za uwekezaji nchini. 10, kufanya ufuatiliaji na tathmini kwa miradi ya uwekezaji. Na 11, kutekeleza mikakati mbalimbali inayolenga kuboresha mashirikiano kati ya TISEZA na wadau wa umma na binafsi ili kurahisisha jukumu la kuratibu uhamasishaji wa huduma kwa wawekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, ili kutekeleza vipaumbele vya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na taasisi zilizo chini yake kwa mwaka 2025-26 kwa kuzingatia kazi na majukumu ambayo nimeyataja hapo juu, ninaomba bunge lako tukufu lipokee, lijadili na likubali kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 148,629,961,000 kwa mgawanyo wa shilingi bilioni 122,685,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 26,507,276,000 kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa mchanganuo wa kimafungu kama ufuatao. Fungu 11, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, matumizi ya kawaida shilingi bilioni 22,392,185,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo shilingi bilioni 15,475,308,000. Na jumla kwa fungu hili namba 11, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, ni bilioni 37,867,400,093. Fungu 66, Tume ya Taifa ya Mipango, matumizi ya kawaida, tunaomba kuidhinisha shilingi bilioni 39,145,369,000. Na matumizi ya kawaida ya miradi ya maendeleo, matumizi ya miradi ya maendeleo shilingi bilioni 9,361,200,077. Jumla kwa fungu hili la 66 Tume ya Taifa ya Mipango, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 48,506,600,046. Fungu la 7, Ofisi ya Msajili wa Hazina, matumizi ya kawaida, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 60,585,100,031. Matumizi ya miradi ya maendeleo, tunaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 1,670,691. Jumla kwa fungu namba 7, Ofisi ya Msajili wa Hazina, tunaomba kuidhinishiwa jumla shilingi bilioni 62,255,800,022. Kwa jumla kuu, Mheshimiwa Spika, matumizi ya kawaida ni bilioni, kama nilivyosema, bilioni 122,685,000, na matumizi ya miradi ya maendeleo bilioni 26,507,276,000. Jumla inakuwa bilioni 148,669,961,000. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji
ya mwaka 2025-26 tumeonyesha kwa kina katika ukurasa wa 57 hadi 63 kwa kitabu ambacho tumewasilisha. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, hakuna shaka kwamba Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji imetekeleza kwa ufanisi mkubwa mpango na bajeti iliyoidhinishwa na bunge lako tukufu kwa mwaka 2024-25. Mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa mpango wa bajeti hii ni pamoja na kuratibu kwa ufanisi maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo, kuongezeka kwa idadi ya miradi ya uwekezaji na kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, tangu iingie madarakani, serikali ya awamu ya 6 iliweka swala la kusimamia ukuzaji uchumi kama kipaumbele mama. Katika kutekeleza hili, serikali ya awamu ya 6 iliweka mkazo katika kukuza uwekezaji katika sekta za uzalishaji na sekta ambazo zinatoa ajira kwa wingi. Serikali ilifanya hivi kwa kuzingatia kuwa uwekezaji ndio msingi wa kukuza uchumi na ajira katika nchi yoyote, na kwa kutambua kuwa uwekezaji ni nyenzo muhimu katika kuingiza mtaji na teknolojia mpya kutoka nje. Mheshimiwa Spika, Bi Rosalind Carter aliyeishi mwaka 1927 mpaka mwaka 2023, huyu alikuwa mwanaharakati lakini pia mke wa rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, alikuwa na tafsiri na falsafa yake kuhusu maana ya kiongozi, na alisema, naomba ninukuu: "A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don't necessarily want to go but ought to be." Kiongozi huwapeleka watu pale wanapotaka kwenda. Hata hivyo, kiongozi mashuhuri huwapeleka watu pale ambapo sio lazima wao wanataka kwenda, lakini wanapaswa kwenda. Hakuna shaka kwamba Mheshimiwa Spika, Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi anayetupeleka pale tunapopaswa kwenda kama nchi. Katika kuendeleza sekta ya uwekezaji, Rais wetu ameweza kuhimili vikwazo bila kukata tamaa, bali amesimama imara na kusimamia misingi na malengo tuliyojiwekea kama nchi, kwa sababu anajua kwa dhati tunapaswa kwenda wapi. Kutokana na maono uongozi wake thabiti, nchi yetu sasa ni miongoni mwa nchi 10 katika bara la Afrika zinazovutia uwekezaji kwa wingi. Mheshimiwa Spika, ni katika muktadha huo wa uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na usimamizi thabiti wa Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa CCM, ni kwa sababu hii, sifa hizi ambazo tumezieleza, wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM, mimi nikiwemo, hapo tarehe 14 mpaka 19 Januari mwaka 2025, walikuwa wepesi wa kupitisha kwa furaha kubwa jina la Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea wake mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hivyo ndivyo vyama imara duniani hufanya. Huanza maandalizi mapema, vinapata wagombea wake mapema, vinaweka wananchi wanajua, na hizo ndio dalili za ushindi wa mapema. Mheshimiwa Spika, naungana na waheshimiwa mawaziri na wabunge walionitangulia na Watanzania walio wengi kuwapongeza sana kwa uteuzi wao huo. Aidha, nampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi. Hakika kazi ni utu, tunasonga mbele. Mheshimiwa Spika, ninapenda kuwashukuru sana viongozi wenzangu katika Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa ushirikiano wao mkubwa katika kutekeleza majukumu yetu. Hawa ni pamoja na Mheshimiwa Stanislaus Haruni Nyongo, mbunge wa Jimbo la Maswa Mashariki na naibu waziri wa nchi Ofisi ya Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Spika, tunaye leo hapa, imebidi awe nchini Marekani kuhudhuria mkutano muhimu sana pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Nampongeza na mshukuru pia ndugu Dr. Tausi Mbaga Kida, katibu mkuu Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Dr. Fredi Matola Msema, katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, na yeye Mheshimiwa Spika tunaye hapa leo kwa sababu anahudhuria mkutano huo muhimu sana nchini Marekani pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ndugu Nehemia Kiando Mchechu, msajili wa hazina, na ndugu Gilad Teri,
mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji nchini, na ndugu yangu Charles Jackson Itembe, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maeneo ya uzalishaji wa mauzo ya nje. Aidha, nawashukuru management na watumishi wote ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na wale wa taasisi zake kwa ushirikiano mkubwa wanaotupatia katika kutekeleza majukumu yetu ya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Spika, ninapenda pia kuwashukuru wadau wote waliochangia katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya ofisi yetu. Hawa ni pamoja na taasisi mbalimbali za sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Mheshimiwa Spika, kwa umuhimu wa kipekee kabisa, nichukue nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Ubungo mkoani Dar es Salaam kwa ushirikiano wao katika kipindi chote tangu niwe mbunge wa jimbo la Ubungo. Aidha, ninakishukuru Chama cha Mapinduzi kwa imani kubwa kilichonipatia ya kupeperusha bendera ya chama kwa mwaka 2020 kwa kuzingatia rekodi yangu ya utendaji na matokeo yake katika jimbo la Ubungo, ushirikiano ambao tumekuwa nao, na kama ambao nimeshatangaza wazi kabla, muda ukifika inshallah, kwa furaha kubwa nitaomba tena ridhaa ya CCM ili nipeperushe bendera ya chama na kuomba kura za ndio wananchi wa jimbo la Ubungo katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mheshimiwa Spika, napohitimisha, ili kutekeleza vipaumbele vya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ambao nimevieleza kwa mwaka 2025-26, naliomba tena bunge lako tukufu lipokee, lijadili na likubali kuidhinisha bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 148,629,900,061 kwa mchanganuo ambao nimeshaueleza awali. Mheshimiwa Spika, ninaomba hotuba yangu hii na kitabu cha hotuba ya mpango na bajeti ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji tulicho kuwasilisha vyote viingie katika kumbukumbu za bunge. Aidha, hotuba yangu hii na kitabu chake vinapatikana pia katika tovuti ya ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, yani planninginvestment.go.tz. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri.